Watu wa Mungu, habari za asubuhi. Na wasalimu kwa jina la Mwenyezi Mungu. Lakini neno moja ambalo tunakumbushana asubuhi ya leo ni kwamba watu wa Mungu tusijisahau, duniani tunapita, na yale ambayo unayatenda leo, unayatenda sasa, ulioyatenda na utakayoendelea kuyafanya ama kuyatenda, ndiyo ambayo yatasimama na wewe baada ya kufa. Sio baada ya kufa tu, lakini baada ya kufanya, kwa kuwa chochote unachokifanya malipo yake ni hapa duniani na baada ya maisha haya, ambayo yale unayotenda, njia zako, tabia zako, ndizo ambazo zitasimama na wewe. Hakuna dini, hakuna kanisa lote ambalo litasimama na wewe baada ya kufa, ila maisha yako, matendo yako mazuri ama matendo yako mabaya ndiyo ambayo yatasimama pamoja na wewe. Mwanadamu usijisahau, mwanadamu ni udongo, mwanadamu ni mfu kama mfu mwingine. Katika nafasi ya uhai aliyotupa Mwenyezi Mungu, tunao wajibu wa kufanya kila jambo jema ambalo Mwenyezi Mungu alitaka tulifanye hilo, alitaka tulitende hilo. Tusijisahau, iwe ni kijana mwenzangu, iwe ni mzee, iwe ni baba, ni nani. Usijisahau, duniani tunapita. Matendo yako, njia zako ndizo ambazo zitasimama na wewe baada ya kufa ama baada ya maisha haya. Duniani tunapita. Peke yako hauwezi kufanya mapenzi ya Mungu. Tunaweza yote, ama unaweza kufanya mapenzi ya Mungu kwa msaada na neema ya Mungu. Yesu anasema kwamba sisi bila yeye hatuwezi neno lolote, ila tunaweza kufanya vizuri kwa msaada wa Mungu ama kwa kuongozwa na Mungu. Bila msaada wa Mungu ama bila neema ya Mungu kufunika maisha yetu, hatuwezi tukafanya mapenzi ya Mungu. Tutafanya makosa, tutakosea, iwe kwa kutaka ama kwa kutotaka. Ndio maana wengi tunajikwaa kwenye mambo mengi, tunakosea mambo mengi, makosa mengi tulionayo. Yale yanakuwa yanaonesha ya kwamba sisi tumeferi. Bila Mungu hatuwezi tukafanya mapenzi ya Mungu. Tusisahau, duniani tunapita. Uhai tulionao, uzima tulionao ni kama zawadi kutoka kwa Mungu. Tunao wajibu wa kutenda matendo mema katika kila nafasi ambayo Mungu ametupa ama ametujalia kwa neema yake. Lakini usiseme kwamba wewe ni mlembo. Hakuna mlembo ambaye atadumu milele. Kitakachodumu milele ni neno la Mungu mwenyewe. Sisi mwanadamu wewe ni mfu kabisa, ila mkabishi Mungu, ambaye Mungu ndiye mfinyanzi wa kweli. Anaweza katengeneza maisha yako, anaweza kukusaidia akakujalia ukashinda dhambi, lakini peke yako hautaweza. Asanteni sana.